Matumani yangu ni kwamba wewe ni muheri wa afya, mpendwa mtazamaji wa BG Online TV, kokote pale ambako unaendelea kutufuata kwa wakati kama huu. Tunakutangazia matangazo haya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoa wa Kivu ya Kusini. Leo tuko moja kwa moja kutoka ndani ya mji wa Baraka. Mpendwa mtazamaji, wacha nikujuze na kukukumbusha mara tena kwamba bado nayo nafasi ya kuweza kusubscribe kwenye channel yetu hii ili kuendelea kupata yale ambayo yanaendelea kutokea kwenye kona 4 za dunia kwa muda ambao unaofaa. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, popote pale ambako uliko kwa muda huu, tunakuletea hii hapa. Tujui kwamba tuhiite habari, kituko au ni mkasa kwa yale ambayo yameweza kutokea. Lakini ni vizuri zaidi sana wakati ambako umekuwa tayari umesikiliza mwanzo mwisho matangazo yetu, kuweza kusambazia wengine ili na wao wawe wanafaidika kwa yale ambayo umekwisha kufaidika. Katika siku ya leo tunakuletea mambo mawili muhimu ambayo ni ya huzuni. Ikiwa mganga mmoja aliweza kufariki kisha kujaribu dawa aliyoipana kwenye mwili wake. Vivyo hivyo pia tutakujuza ya kwamba kuna mzalendo mmoja ambaye alifariki kisha ya kupigwa fimbo nyingi na wenzake. Aya, acha sasa tuanze kwanza na hili ambalo ni la upande wa mganga ambaye aliweza kufariki papo hapo kwa kuchomwa kisu. Tukiwa huko Kongolo, ni kwenye mkoa wa Tanganyika, kwenye usultani wa Benanyembo, kwenye kijiji cha Matata ambako kumetokea kweli kweli matata. Ni siku ya Jumapili ya tarehe 15 Juni 2025 ndiko ambako marehemu aliyefahamika kwa jina la Bade aliweza kufariki kisha kuchomwa kisu. Ni kwamba kuna kundi la vijana ambao walijielekeza kwa mganga huyo ambaye alikuwa anajihusisha na kazi kupana dawa za aina tofauti, ikiwemo pia zile za kujikinga na kuto kuingiwa na risasi, mikuki, mshale pamoja na viso. Kundi la vijana takriban 5 walijielekeza kwa mganga huyo ili waweze kupata dawa ambayo itakayowaepusha na kuto kuingiliwa na vitu hivyo. Mganga huyo alichukua dawa akawapa raia hao ambao walikuwa ni vijana takriban 5. Baadaye vijana walipopata dawa hizo waliweza kumshurutisha mganga huyo ambaye ni marehemu kuweza kujaribu dawa hizo ili kufahamu kwamba je, dawa ambazo wameweza kuzipewa ni za ukweli na zina uhakika gani kwamba zitakwenda kutumika huko ambako wanakoelekea. Mganga hakuwa mbishi kwa swala hilo, ngaliwaambia kwamba ni vizuri kati yenu nyinyi tuanze kupima mmoja baada mwingine. Vijana hao waliingiwa na mashaka na kumwambia mganga ya kwamba ni vema tuanze kujaribu kwa upande wako ili tuweze kuhakikisha ya kwamba dawa ambazo umeweza kuzitoa kwetu ni za uhakika. Kwa vile ambavyo mganga huenda alikuwa amekwisha kutumia dawa zake hizo za kujikinga na visu, risasi, mishale na mikuki, hakusita kukubali kuweza kujaribu vifaa hivyo ndani ya mwili wake. Baadaye harakati hizo za kujaribu zilivyoanza, mganga aliruhusu mmoja kati ya vijana hao kuchukua kisu na kuweza kumchoma. Ni mara moja wakati ambako kisu kilijaribiwa kupigwa kwenye mwili wa mganga, moja kwa moja kisu hicho kiliingia na kuweza kusababisha madhara makubwa, hasa ukilinganisha na pale ambako waliweza kumchoma kisu hicho katika sehemu hatari. Hapo hapo mganga aliweza kupoteza maisha
katika harakati hizo za kujaribu kisu hicho kwa ajili ya kutaka kujua dawa ambazo aliwapa wateja wake kweli kwamba zinafanya kazi. Kisha mganga huyo kuweza kufishwa eneo hilo, ndugu zake waliweza kupata taarifa hizo na walikuja kwa hasira kali, na baadaye walianza kuchoma nyumba ambazo zilikuwa pembezoni na ndugu yao huyo marehemu. Ngongo Bakaniba Jean Paul ni administrator wa tarafa la Kongolo, anahakikisha habari hizi na kueleza yafuatayo. Kusheferi ya Benanyembo mjini Matata leo huko Moshi kuna manyumba iliungua. Tulipata habari ya chef de sheferi wa Benanyembo, alitujulisha ya kama muile mjini mulikuwa ndugu moja Bade, ni mzaliwa wa mjini Mweu Munyembo no. Alikuwa nafanya madawa yake ya mantibal, alikuwa nanawisha watoto wa vijana wa mjini Kizaba, na wakati alikuwa na wanawisha walipasha wapime kumwili wake. Kukupima kisu kumwili wake, ndugu alifariki. Kisha kufariki, wa ndugu zake wa Mweo wakakuja kufanya matatizo sababu ya uchungu ya ndugu zao, na manyumba iliungua, mapiaji kapitikana. Baba journaliste, kwa kupitia hiyo mikrofoni yako, naita population yote ya Kongolo tutokane na ile njia, hasa zaidi population yenye kuwa kumalimiti na Maniema, ambayo waliona mifano ya wa malaika wa pale na pale wa ngambo ya Maniema na kupenda kufuatilia ile mifano. Mimi sawa vile administrator nakataza ile mifano, hata wale wenye kwa ma conflit de pouvoir kutimie tunakatala ile mifano. Je, upande wako mpendwa mtazamaji, ni vizuri wakati ambako waganga wanapana dawa zao hizo kuwa nazijaribu kwenye miili yao? Na una uhakika gani hapo uliko ya kwamba kuna dawa mahalumu ya kuweza kukukingia na kutokuingiliwa kwa risasi, mikuki, mishale pamoja na visu? Jibu lako tunalisubiri hapo chini kwenye komenti. Labda tukiachana na habari hizo za huko Kongolo, wacha sasa tuangazie na huko kwenye mkoa wa Maniema, huko Kindo, ambako mzalendo mmoja aliweza kufishwa akiisha kupata vichapo vikali vya fimbo kutoka kwa wenzake. Habari tulizo nazo zaeleza ya kwamba mzalendo mmoja katika maeneo hayo ya mtaa wa Kaila alifariki siku ya Jumatatu ya tarehe 16 Juni 2025 kisha kupata vichapo vingi kutoka kwa wenzake. Habari hizo zilizidi kutaja kuwa mzalendo huyo inasemekana kwamba alikosea wenzake katika sheria zao za kazi ambazo wanakuwa kiziweka kutokana na makosa tofauti ambayo mmoja kati ya wazalendo atakiwi kuyakosea. Aliposhuhudiwa ya kwamba amekosea kwa yale ambayo walioyaweka kama vile mikakati ya kila mzalendo kuto kufanya mazambi hayo, na ndiko ambako wenzake kupitia uongozi wao uliweza kuchukua hatua ya kuanza kumpiga fimbo mzalendo huyo, na ambayo ilipelekea kifo chake papo hapo. Uongozi wa shirika la rahia katika maeneo hayo umelahani vikali kitendo hicho na kuomba kwa vikosi vya wazalendo kutafuta adhabu za aina zingine ili kuendelea kupoteza wazalendo katika njia ambayo isiyopendeza. Wilima Patrice Kapapa ni mkuu kiongozi wa shirika la rahia katika maeneo hayo, anaonesha mengi hapa kwa yale yaliyotokea na hadi kupelekea mzalendo huyo kupoteza maisha. Ilipitigana ajali kati ya wazalendo na jeshi letu ya FARDC. Leo tena mimi nilikuwa ninatoka ku village Lubelenge kuorganize maeleksyon ya societe civile. Sasa usiku wa kukucha leo wazalendo wao wenyewe wakapiga mwenjao na huyu mwenjao akaenda kufariki pale pale. Ni kusema kama vile wanaenda kusema huyu mzalendo mwenjabo hakuheshimia makanuni ya kwao, na vile walienda kumupiga na huyu muzalendo anaitwa kwa jina ya Papi akakufa kwa rafla pale pale. Na njoo maana ninaalika wakuu viongozi wetu
wapate kufuatilia au wazalendo ajili ya maisha yao, kubeba zamiri ili wapate kutumikia nchi yetu ya Kongo. Wanaenda kuachiliwa, hakuna encadrement moya fulani. Leo ku territoire ya Kailo tunaenda kuishi Calvaire sababu au wazalendo wanaenda kufanya kijeuri. Banasemaka kwa lugha ya Kifaransa le loup ne se mange jamais. Leo tunaona wazalendo wao peke wanaenda kukulana na njoi wanaua mwenjabo umoya. Na mimi nakuta kama hii itapeleka na raia inakuwa inaishi maisha ya wasiwasi. Mpendwa mtazamaji, na kupitia hapo hatuna la ziada. Tunathamini sana kwa kututegea sikio mwanzo hadi tamati. Tunathamini sana kwa kuendelea kufuatilia habari zetu. Tunakusii kama ndo bado umekuja kuanza kupata habari zetu hizi, ni vizuri kusubscribe na kusambazia wengine ili nyote kwa pamoja kuendelea kupata habari zetu. Hii ni BG Online TV. Kwa muda huu tunakutangazia habari hizi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Tutakutana baadaye panapo majaliwa.